Hii ni Bugoma TV. Habari. Kasikia watu wanalalamika kwamba kuna dogo amechukuliwa nyeti. Kwa maelezo ya mwenyekiti alisema kwamba kweli nyeti zilikuwa zimeisha, yani kalikuwa kabaki kadogo sana. Naitwa Geoffrey Stefano, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Rungwa. Nilipokuwa katika pitapita, nilibahatika kupita maeneo ya sokoni. Basi kabidi nisogee. Kwa nilikuwa nimebahatika kuingia kumuona huyo dogo. Basi kabidi tumhoji dogo, hili kwaje kuaje? Basi huyo dogo ana studio. Alikuwa anarusha nyimbo. Kwa kuna mzee ambaye huwa anarushia nyimbo pia hapo. Kwa alikuwa ameenda kwa ajili ya kurusha nyimbo. Alipofika akamwambia, basi kijana, naomba unirushie nyimbo. Akawa amemwachia shilingi 500, lakini akawa amemshika kwenye bega. Sasa kwa sababu tayari hii taharuki ambayo imeshaenea nchi nzima, dogo akawa ameingiliwa na hofu. Baada ya dakika kadhaa, kwa maelezo yake sasa anadai kwamba huku kukawa kumeisha ghafla. Hatua aliyoichukua ilibidi amtafute sasa mwenyekiti wa soko. Mwenyekiti wa soko naye alipofika akabidi ashuhudie. Kwa hiyo aliposhuhudia, kwa maelezo ya mwenyekiti, alisema kwamba kweli nyeti zilikuwa zimeisha, yani kalikuwa kambaki kadogo sana. Kwa hiyo ikabidi ampe support sasa huyo bwana mdogo kuanza wamezunguka sokoni. Bahati nzuri kwa amempata huyo mzee, wako wamekuja naye mpaka eneo la studio hiyo. Basi kilichoendelea sasa mimi na wewe sijui, lakini baada ya muda kidogo nyeti za bwana mdogo zikaanza kurudi. Kwa hiyo mimi nimefika nikakuta kwenye eneo la tukio nyeti tayari zimesharudi. Lakini sasa mpaka dakika hii wakati tupo humo sasa, maana tayari taharuki hiyo ilikuwa imesha enea, tayari wananchi wengi walikuwa wameshasogea kwenye eneo la tukio na kuanza kubonda mawe. Watu tuliokuwepo mle, hali ilikuwa mbaya kwa kweli, tumetaka kufa. Kilichokuwa kinaendelea huku nje sijui, lakini kwa mle ndani tulikuwa na hali mbaya sana, tumenusulika kufa kifupi. Tunaomba serikali kama jinsi ilivyoweza kukomesha vitendo vingine vyote viovu, ikiwemo swala la damu chafu, wabakaji na mambo mengine mengi, basi tusaidie pia na katika hili. Tunaiona kazi ya serikali kweli inajitahidi kupambana, lakini pia bado serikali haiamini vitendo kama hivi kwamba ni vitendo vya kishirikina. Bado serikali ni kama haiamini kivile sana. Tunaomba serikali kwanza iamini. Serikali iamini kwamba ni kweli vitendo vya kubebewa nyeti vinafanyika ndani ya mkoa huu wa Katavi na mikoa mingine. Lakini pia itusaidie, iongeze kasi ya kuwatafuta watu ambao wamekuwa wakijishughulisha na vitendo hivi. Kwa maana hiyo, kiukweli kitendo hiki kama kipo na kama ndivyo na serikali inakitambua, tungeomba tu serikali iweze kuweka ushirikiano mkubwa sana kwa ajili ya kuweza kulinda usalama wa wananchi, na hasa sisi wanaume. Vitu kama hivi maanake tunakuwa na hofu, tunatembea kwa hofu, tutashindwa kufanya biashara, tutashindwa kwenda katika mizunguko mbalimbali. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya matukio kama haya. Ni matukio yanayotuasili sana. Tukio hili limefanyika na tumelishuhudia na watuhumiwa wamewabeba, isipokuwa tunaomba ushirikiano tu kwa serikali na viongozi wetu wote ambao wapo kwa ajili ya kuweza kulivalia njuga hili jambo. Kwa jina naitwa Veronica Malisawa, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Rungwa huu. Kapata taarifa kule niliko kwamba nenda mtaani kwako kuna tukio. Kweli nimefika hapa, ile nafika tu na gari ya polisi ikawa imefika. Ila taharuki niliyoiona kwa kweli amani hakuna, kwa sababu wananchi walikuwa wamejaa sana na mawe yanapigwa sana, na watu baadhi wamepigwa, wamama wamepasuliwa vichwani na mawe yale. Kwa ile hali kwa kweli inaumiza na inatisha. Kwa hili tukio ambalo linaloendelea sasa hivi, tutakusababisha vifo vya watu wengine wasiyekuwa na hatia, hata kama hawana hatia, lakini tutatengeneza mauaji makubwa sana. Mimi nilikuwa nawaomba wananchi watuamini uongozi wa mtaa, waamini serikali. Eneo lolote lile unakoenda kupata taharuki yoyote ile, ukiiona jitahidi kuchukua, nenda kwenye uongozi kimya bila kuweka taharuki. Nenda kataarifu uongozi utalifanyia kazi na utakusaidia, kwa sababu uongozi upo kwa ajili ya kuwatetea nyinyi wananchi. Hapa ni mkusanyiko wengi sana, ni makutanio ya maskini, tajiri, mnyonge. Hapa soko la Kababaye. Hawa pangusa wanakuja, wametoka wapi? Ni wazaliwa wa wapi? Serikali inaangalia wasifungulie mageti. Mtu unapoenda kusema naenda kulangua
biashara Katavi awe na kitambulisho, akaguliwe kwenye mkoba wake amebeba pangusa. Akikuta pangusa, basi wamchukulie hatua. Sisi tunawaomba serikali, hao wanajeshi yote, hao Mama Samia atumwagie jeshi. Mama Samia tunamuomba atuwekee walinzi. Mtu yote anajifanya enda kulangua mazao Mpanda, akifika getini yani akaguliwe mpaka mwenye kiatu, mpaka mwenye mkoba, akikutwa na pangusa wamrudishe aliko. Hii ni Bugoma TV habari.